Kama umefuatilia utaratibu wa hizi maudhui, ukisikia bucha ni chumba hakina sebule wala nini, bucha akajenga akaambulia wala ubucha akawa nalo, lakini afikirii kuweka yeye anafikiria atapata wapi demu mwingine. Hii ni fakru halin. Unakuwa na akili mgando, ufikiri hata wanao kuwapambania kuwasomesha. Kwanza unaweza ukajiuliza ile fakru hali inakujia, huyu mpaka akisoma akimaliza mimi nipo duniani, sasa naandaje kitu ambacho hakitakuja kunisaidia yeye mpaka akimaliza mimi nishazeeka au chakufa? Ponda mali kufa kwaja, fakru hali. Kwa hiyo tujitahidi kuwatenge, alafu usione aibu kumwambia ukweli mkeo. Feni noto wa upepo vizuri na inayozunguka. Hujaelewa au? Mwambie mkeo kipindi hiki cha joto feni inayotoa upepo mzuri ni ile. Feni ikiganda upepo nenda upande mmoja, kama uelewi ya kuhusu. Shekhe, mambo ya kutengeneza maisha yako shekhe, unapanda kitandani na tasbih astaghfirullah. Sasa shekhe, huku ulimwengu umekwisha, tupo huko. Kuona umefanya kazi kubwa sana. Hii ndogo tu unapata kusema. Sheikh Ali Muhammad Mbwera, Sheikh Uthmani ndugu yangu, rafiki yangu, jirani yangu, ila we mshikaji wangu, we mshikaji wangu. Na ndio maana Sayyiduna Abu Bakri ni Siddiq, kwa sababu mtume alikuwa ndio mwalimu wake wa dini, mwalimu wake wa malezi kadha, mpaka akawa mshikaji wake. Alipoambiwa tu mtume anahama, chozi lilianza kumtoka. Unaniachaje? As-suhbata ya Rasulullah, as-suhbata. Na ndio maana toka tupo Shinyanga na kukumbusha bwana kwa Sheikh Dago, kwa sababu wewe mshikaji wangu, njoo wangu, wewe wangu, roho ya Mungu tena. Na raha ya sura ukifuta ili ikae vizuri lazima utwalii. Njoo utwalii dakika chache tu. Jukumu la 5, ndio jukumu la 5 tena. Wewe, jamii zetu ni jukumu letu. Jamii zetu zinazotuzunguka zinafaidika nini kupitia sisi? Unakaa na elimu yako na nini. Samahani, yule mwenye matnu Zubat alisema hivi, innahu la yanbaghi lilalimi an yaskuta ala ilmihi wala liljahili an yaskuta ala jahlihi wa man lam yajid mualliman yuallimuhu ma yahtaju ilayhi falyarhal wujuban li talabi taallumi. Kule katika basi vile vile hata mwenye hela usiuchune ndani na hela zako, toka utumie na watu. Karibu Sheikh. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hapa ndio unadhihiri uwezo wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ana majirani wengi huyu. Jirani yake mmoja kachagua Sheikh Uthmani Khamisi, japokuwa wengine wako hapa lakini hawataji. Sasa sijaelewa. Chague utaacha utapata dhambi. Chagua wote, sema jirani zako. Mimi jirani yangu huyo. Sheikh Uthmani, katika yale majumla maneno uliyoyasema, Sheikh Mzewanda akaja kutia taaliki. Alianza kusema wasela wanafanyaje? Vijiji wenu unasemaje? Sema nyumba bucha. Nyumba yako ujenge ndipo upate bucha, si ndio hivyo? Hii ndio mazungumzo yetu yanapoanzia. Yale maneno ni watu wa vijiweni, lakini shekhe unatakiwa uwe mwanajamii. Kwa sababu huyu wale wasela wenziwe, asemani wale wasela pale mtaani, yeye ni mwanajamii, kwa hiyo anashirikiana nao, akajua mpaka misemo yao. Si umenielewa vizuri? Kila mtu anatakiwa aangalie nafasi yake katika jamii anayoishi nayo.
Katika jumla ya nafasi kuiangalia jamii anayoishi nayo, yeye aliangalia kwenye wasela asiwatupe, akachanganyika nao. Baada ya kuchanganyika nao akaktabis manjalasa janasa, manjalasa janasa. Kwa hiyo kuna kipindi fulani na wewe unajipia kama hamnazo, mnaendana pamoja. Akapata nafasi, kumbe nyumba ikiwa chumba kimoja tu inaitwaje? Bucha. Sasa kama angekaa tu kule inna lilmuttaqina mafaza, basi hii ajui, angeshindwa kufikisha ujumbe huu katika jamii. Kwa nini? Kwa sababu hakuchanganyika na jamii. Hii tulioanza nayo, mrejee Qarun alayhi min Allahi ma yastahiqu. Qarun ni bwana mmoja aliishi katika kipindi cha Nabiyullah Musa alayhi salatu wassalam. Ni katika watu ambao wamewahi kuruzukiwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Riziki ni vitu vingi mabwana, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kila neema aliyokupa Mungu ni riziki amekuruzuku wewe. Wewe amekuruzuku ilmu nyingi, ni riziki hiyo kakupa Mungu. Qarun kapewa hela nyingi, riziki amepewa na Mungu. Wewe umepewa akili nyingi ya kuelewa yanayosemwa hapa, ni riziki hiyo amekupa Mungu. Wenzio wanaondoka hapa akiuliza sema wameongea maneno mengi, nitajie moja. Wewe mengi, Mungu kamnyima yeye riziki ile. Kwa Mungu katika mgao wake wa riziki, wa alaikumus salamu sayyidi, atala Allahu baqaak وفقنا الله. اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل والتفاسير واجعله شابا نشطا في مجتمعه. Mungu amjalie kijana huyo kijana mwema katika jamii yake. Tukiendelea nafasi yako katika jamii, huyu naye awe kijana mzuri katika jamii yake. Kwa Qarun naye pia alikuwa kijana hivyo hivyo. Kijana yupo katika jamii, ni mtu mmoja muhimu sana. Lakini Mungu alivyotuumba, nguvu alizokupa hakulaumu kwa nini wewe una nguvu. Mungu hakulaumu hivyo, bali anakutaka na anakuelekeza utumie vizuri nguvu zako. Akili alizokupa Mungu hakulaumu Mungu kwa nini umekuwa na akili nyingi, lakini anakutaka na anakuelekeza utumie vizuri zile akili zako. Ilmu aliyokupa Mungu hakulaumu, bali anakutaka na kukuelekeza utumie vizuri akili zako. Mali aliyokupa Mungu hakulaumu, bali anakutaka na kukuelekeza utumie vizuri ile mali yako. Cheo, wadhifa aliyokupa Mungu hakulaumu kwa nini ukawa mtendaji wa kijiji, hakulaumu kwa nini ukawa shekhe wa kata, bali anakupa maelekezo ni namna gani unatakiwa uishi kwa hicho. Kwa kupitia hiyo Qarun namudhajan. Qarun Allah alimpa mali nyingi, lakini akamwambia hivi, suratul Qasas 77, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk wala tabghi al-fasada fi al-ard inna Allaha la yuhibbu al-mufsidin. Mwisho wa kunukuu. Qaruni huyu aliopewa pesa, aya ya nyuma inaelezea ma inna mafatihahu latanuu bil'usbati min ulil quwwa. Funguo za sehemu alizohifadhi mali zake Qarun, kama nguvu zenyewe zitakuwa za namna hii, uchwara hata wakiwa 10 hawabebi funguo tu. Sasa Mungu alimwambia pamoja na mali hiyo nyingi uliopewa, wabetaghi. Nani alisema tusifasiri? Nani yule? Tusifasiri kule nini sijui. Singa yule jirani yangu usisahau. Ila tofauti yetu anaishi kitambaa cheupe. Jirani yangu yule alisema msitafsiri vile, wabtaghi, jiandalie, fima, katika hicho ambacho ataka Allahu, Allah alichokuruzuku, jiandalie nini? ad-dara al-akhirah, maisha ya akhirah. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau nafasi yako ya hapa duniani. Sasa wewe kama mwanajamii, wabtaghi, jiandalie, fima, katika hicho ambacho ataka Allahu, Allah alichokuruzuku, jiandalie ad-dara al-akhirah. Wewe mwenye nguvu mtaani,
Angalia basi, watu wanakuja kuonewa mtaani kwako. Nguvu zako wewe kwa nini hutumii ili jamii ya mtaani kwako ikanufaika kwa hizo nguvu alizokuruzuku Mwenyezi Mungu? Kuna wengine bismillah masha Allah kuandika nazi ya matarasimu wanajua, wengi tu. Kwa kupitia matarasimu hayo watu mtaani wanakuja wachawi na kadha. Jiandalie hicho alichokuruzuku Mungu hicho. Fima ataka Allahu, jiandalie ad-dar al-akhirah ili jamii ya mtaani kwako iishi vyema. Inawezekana wewe mwenyekiti wa mtaa, hiyo nafasi aliyokupa Mungu, wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, jiandalie kwa hiyo nafasi ya mtaa ambayo Mungu amekuruzuku wewe kuwa kiongozi, jiandalie maisha ya akhira. Inawezekana diwani, katibu kata, wama adraka man katibu kata, inawezekana ukawa mbunge, inawezekana ukawa, inawezekana ukawa mwalimu wa madrasa, inawezekana ukawa imamu wa msikiti. Basi wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah, katika hicho alichokuruzuku Mwenyezi Mungu jiandalie maisha ya akhira hapo kwenye jamii yako. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, tafadhalini msije mkaelewa vibaya kwamba Uislamu unahimiza watu wote tuwe darawisha. Hapana, wote kwa madarwishi ni kitu kisichowezekana. Tunalala msikitini, tunaamka msikitini kama vitabu vya hitima. Hapana, kinachotakiwa wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau nafasi yako ya hapa duniani. Watu wenye hela kama wewe duniani wanaishi vipi? Usije ukawa una hela alafu unaishi maisha ya kilofa. Mungu hataki hivyo. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, usije ukawa unajua alafu unaishi maisha ya wasiojua. Hapana, Mungu hataki hivyo. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, wanaojua wanaishi hivi, ishi kama wanaojua. Usije ukawa kule ndio unakokwenda kukaa wewe hali ya kuwa wewe unajua. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, wachawi wanaishi vipi kwenye mtaa wao, na wewe ishi kama mchawi. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau nafasi yako ya kidunia. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah. Hii uchawi unaonekana uchongo. Sheikh Muhammad Ali Sabuni rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu chake Rawai'ul Bayan tafsiru ayati al-ahkam min al-Quran, ana kitabu pale mlango kaandika mawqifu sharia min as-sihri. Wapo wanachuoni wanaojuzisha kama hawa, wanajuzisha kujifunza. Sasa ukijifunza kwa vigezo vile alivyosema yeye, basi hiyo itumie vizuri. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, wewe ndio gwiji wa pale, usisahau nafasi yako hiyo. Wabtaghi, kila mmoja kwa nafasi yake. Wewe usiwaruhusu jenzini wanakuja kutuharibia nchi hali ya kuwa uwezo wa kuwazuia unao. Jiandalie maisha ya akhira kwa huko kuwazuia jenzini wasiharibu nchi. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya, usisahau nafasi yako tu ya hapa duniani. Mashekhe wanaishi vipi? Ishi kama shekhe, usije ukavaa nyambu marapurapu alafu wewe shekhe utatudhalilisha. Hatutaki. Watu wanaishi katika nyumba nzuri, wanaweka feni hii sina maana hiyo. Feni hii na wewe weka feni, wanaweka IC na wewe weka IC. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, Allah kisha kukuruzuku nafasi kijamii. Sasa wala tabghi al-fasada fil ardi, usieneze ufisadi tena kwa kazi yako kuroga watu, kazi yako kufitinisha watu. Usieneze ufisadi duniani. Wala tabghi al-fasada fil ardi, usieneze ufisadi duniani. Kwa nini? Inna Allah la yuhibbu al-mufsidin. Nimeruka nafasi bana. Wa ahsin kama ahsana Allahu ilayk. Wewe fikiria wenzio ulioanza nao. Kama ni tajiri leo unajiweza, fikiria ulioanza nao biashara kwanza, halafu wao wameishia wapi, na wewe leo mjanja unatuna duniani. Ni kwa utaalamu zako sana wa economy au vipi? Hiyo ni ihsani kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wewe umekuwa shekhe leo, fikiria wale wenzio ulioanza nao kule alifu be, wengine wameishia abu tauthi, wengine tabati ada, halafu wewe leo umekuwa shekhe. Sio wewe mjuzi sana, hapana. Ihsani kutoka kwa Mwenyezi Mungu amekupa wewe. Sasa na wewe ukisha kujua hicho unachokijua, wa ahsin kama ahsana Allahu ilaik, wafanyie watu mambo vizuri, wafanyie ihsani kama Mungu alivyokufanyia wewe. Kakupa hicho kwa nini? Kwa ihsani yake. Alafu ndio wala tabghi al-fasada fil ard. Ndugu zangu,
Jamii inakutaka wewe unapokaa fanya majambo kwa ajili ya maslahi ya jamii yako kila unapoishi, na hapo unapokaa faishi na maneno ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, la yakunanna ahadukum immaa. Mmoja wenu hapa anapoishi asije akawa jumbe ndio. Jumbe ndio? Naam. Yakulu, yeye kazi yake anasema in ahsana an-nasu ahsantu. Mimi bwana tuko pamoja bwana. Immaa asili yake ni neno inni ma'an, likafinyangwa neno hili likatokea neno moja immaa. La yakunanna ahadukum imma'atan, mmoja wenu asije akawa immaa. Immaa ni nani? Ni yule anayesema in ahsana an-nasu ahsantu, watu wakifanya vizuri mambo basi na mimi ndo nimefanya vizuri, wa in asa'u asatu, kama umekosea nitafanyaje sasa, na ndio hapo hapo. Kuwa kwenye jamii uwe na athari, likija baya uweze kuliondoa, likija zuri uweze kulisapoti na kuliunga mkono liende mbele. Kila mmoja asije akawa imaa katika jamii anayoishi, bali aishi na 37 al-qasas, ajiandalie maisha ya akhira, asisahau nafasi yake ya hapa duniani, na asiwe imaa, asiwe anafuata wanakokwenda watu. Utakwenda jela bila sababu baba. Katika tarehe 29 ile kuna watu wamekwenda jela bila sababu ya msingi, hawajui hata sababu nini. Kaona watu wanakwenda, tunaye kaenda, amekuwa imaa. Usiwe hivyo. La yakunanna ahadukum immaa. Nafasi yako kwenye jamii ni kujitambua wewe ni nani, upo hapo kwa ajili ya jambo gani. Kinyume na hapo hutoweza. Kila mmoja anaiathiri vipi jamii anayoishi nayo, inafaidika vipi jamii anayoishi nayo kwa hicho alichomruzuku Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama tulivyoelekezwa na 77 al-Qasas. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waislamu, nadhani tumechoka, tuishie hapa si ndio hivyo? Mbona mmetoa macho? Tutafikiri mmechoka kufunga, mnatafuta mwezi. Inatosha au tuendelee? Mimi mwezi wenu gari langu hili la kichina kadiri ninavyotembea ndio linapata moto. Mimi hapa nakunywa maji tu, sina wasiwasi.